Taarifa ambayo inagusa mioyo ya watu wengi kutokea kule Israeli. Baada ya siku 738 za utumwani, machozi ya furaha na huzuni yalitanda katika kambi ya kijeshi ya Reim kusini mwa Israeli, wakati mapacha Gari na Azif Beman walipokutana tena kwa mara ya kwanza tangu walipotekwa na Hamas mwaka 2023. Katika tukio lililosababisha hisia kali kote nchini, familia ya Bar Kupastain, mmoja wa waliokuwa mateka, walibubujikwa machozi wakikumbatia kwa nguvu baada ya miaka miwili ya mateso, hofu na kutokuwa na uhakika kama bado yuko hai. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israeli, Bar Kupastain alikombolewa katika awamu ya hivi karibuni ya makubaliano ya mateka kati ya Israeli na Hamasi, hatua iliyotekelezwa chini ya usimamizi wa Msalaba Mwekundu na wapatanishi wa Misri na Marekani. Wakati wakilia na kushikana mikono, sauti za furaha za kilio zilisikika kila upande. Mashuhuda walisema ilikuwa ni mchanganyiko wa mzigo wa maumivu ya zamani na furaha ya kupata uhuru. Mapacha Gali na Ziv Bamani, ambao walikuwa watoto wadogo wakati walipotekwa, walipokea wenzao waliokuwa mateka kwa shangwe na kumbatio la upendo, wakisema kwa sauti ndogo lakini zenye utulivu, sasa tumerejea nyumbani, hatutawahi kutenganishwa tena. Huku tukio hili likipeperusha moja kwa moja kwenye televisheni za Israeli, wananchi wengi walijitokeza mitaani wakipeperusha bendera na kuimba nyimbo za amani, wakitoa matumaini kwamba makubaliano haya yatakuwa mwanzo wa mwisho wa vita vya Gaza. Kwa sasa maafisa wa afya nchini Israeli wamesema waliokuwa mateka watapewa huduma za kisaikolojia na kimwili baada ya miaka miwili ya kutengwa, ukosefu wa uhuru na mshtuko wa kisaikolojia ambao umepita mpaka. Hii si hadithi ya mateso, lakini inaweka kumbukumbu ya matumaini na ushindi wa binadamu. Kumbusho kwamba hata katikati ya vita na chuki, mapenzi ya familia yana nguvu kuliko silaha yoyote ile. Familia nyingi sasa hivi zimekutana na ndugu zao na kila mmoja amefurahia, jambo ambalo limewapa matumaini makubwa zaidi ya kwamba sasa tumerejea nyumbani na labda maisha ya uhuru yatarudi tena, kwa sababu wametoka kwenye kifungo kizito cha miaka miwili cha kuto kuwasiliana wala kukutana na ndugu zao. Lakini hili limekuwa ni pigo kwao. Bana, kama Mashariki ya Kati itaweza kuruhusu tena amani iweze kutawala, labda ile ndoto itaenda kutimizwa ya kwamba marafiki wanaweza kuwa tena karibu badala ya kuendelea kuwa maadui na kuzika watoto. Basi safari hii labda watoto wataenda kucheza pamoja na kufurahi pamoja na kufundishwa upendo, ya kwamba kuna maisha mazuri na ya makubaliano kuliko kupigana na kuuana. Kisa hiki kimewagusa watu wengi, naamini hata wewe kimekugusa kwa namna moja ama nyingine.